Yesu mfufuka anawatuma wanafunzi wake. Tunasoma kutoka Injili ya Mtakatifu Mathayo sura ya 28 mstari wa 16 mpaka ule wa 20. Na wale wanafunzi 11 wakaenda Galilaya mpaka mlima ule aliowaagiza Yesu. Nao walipomwona wakamsujudia, lakini baadhi yao waliona shaka. Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimewapa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru nyinyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Neno la Bwana. Naomba tuketi vijana. Kristo. Basi leo ni siku yetu ya kukutana tena. Nakumbuka tulikutana mwaka uliopita na nyinyi wenyewe mukasema kweli zoezi ni zuri, lakini ni endelevu. Mliniuliza na mimi nikasema kwa kweli litakuwa endelevu. Na sasa tumekuwa wa kweli, tumejaribu kutimiza kile ambacho tuliahidi, na tunatimiza ahadi hiyo kwa nia njema, kwa furaha kabisa. Sio hata kwa sababu mlisema, ilikuwa ni katika mpango wetu. Ni mpango wetu kukutana kila mwaka hivi. Kwa sababu gani? Kama nilivyowaambia mwaka jana, ni pale pale tunarudi. Sisi tunajali sana fadhila inayoitwa utu. Nyinyi ni vijana wetu, wote ni vijana wetu, hata kama tumetilafiana katika imani. Wengine ni Wakristo wa Luteri, wengine ni Wakatoliki, wengine ni Wasabato, wengine ni Waislamu, wengine labda pia ni wapagani, wana dini yoyote potri ya mbali, lakini ni watu, ni utu. Yaani tunajali ule utu, kwamba wote tumeumbwa kwa mfano na sura ya wote kabisa. Yaani haijalishi kwamba wewe ni Mkatoliki, wewe ni Mluteri, wewe ni Msabato, wewe ni mpagani, ni Muislamu, lakini wote tumeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Sasa ule utu, ule kuumbwa, na zaidi ya hapo tukaumbwa kwa mfano na sura ya Mungu, wote ni watoto wa Mungu. Kwa hiyo tabia yetu inayotuunganisha, sifa kuu inayotuunganisha iko hapo. Tumeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Kama ndio hivyo, kwa kweli lazima tuheshimiane sana katika hilo. Yaani wote ni watoto wa Mungu. Yaani kabla hujaja Uislamu, hujaja Ukatoliki, lakini watoto wa Mungu. Naona hiyo Kwa hiyo sisi tunapowaona basi katika huo utume wenu wa kuwachukua watu pale ambapo wanataka kufika, na wakati mwingine tunapoona jinsi ambavyo basi wengine wapo tukasema, lakini jamani, hawa ni watoto wetu, hawa ni vijana wetu, hatima yake itakuwa ni nini? Kwa nini tusitembee nao katika malezi ya utu? Malezi ya utu ni jambo muhimu sana. Yaani utu haujalishi kwamba wewe ni wa dini gani, ni utu. Malezi ya wana wa Mungu, malezi ya kuwa waungwana wazalendo. Hilo sio lazima liambatane na dini. Dini inaweza kusaidia sana, lakini pia sasa tunapokuja katika imani zetu, hakuna dini yoyote ambayo kwa kweli iko kinyume na kutunza fadhila ya utu, kinyume na kutunza ile hadhi kwamba wote tumeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu, kinyume na uadilifu,
hofu ya Mungu. Hakuna dini yoyote ambayo inasema hofu ya Mungu, yani kumpenda Mungu, kumjali Mungu, kufanya kama Mungu anavyopenda, sio lazima, haipo. Sasa nyinyi tupende tusipende, mko katika imani mbalimbali. Ni imani gani hiyo sasa inafanya vijana ambao wanakuwa yani hawai wazalendo, hawawi wacha Mungu, yani hawana hofu ya Mungu, wanaishi tu. Sasa hapo ndipo tunaposema nini kimekosekana? Hawa watoto wetu, hawa vijana wetu, kwa nini tusikutane nao, tuzungumze pamoja nao, waulize maswali, waseme wangetaka tufanye nini zaidi kwao? Maana sasa mko hapa na sisi tuko hapa, ni walezi wenu. Tunaona hapa mjini, huko mjini kote ni kwetu, tunahudumia huko kote. Sasa hawa watoto wanahudumiwa na nini na wanani? Hawa vijana wanahudumiwa na wanani? Nyinyi ni wa kwetu au sio wa kwetu? Sasa kwa kweli swala umuhimu wa makutano haya na nyinyi yako hapo. Ni makutano endelevu, wala hayana ubaya wowote. Maana hata kama yani hakuna kitu kizuri kama sisi tukishamaliza kuongea, sisi tunamaliza lini? Baadaye tunakaa tunakula pamoja. Wanasema wataalamu wanasema kula pamoja mezani ni ishara ya umoja na upendo. Ishara ya nini? Umoja na upendo. Ishara ya nini? Umoja na upendo. Kwa hiyo kama makutano haya yangekuwa ni makutano mabaya, tungekutana tena baada ya mazungumzo, halafu nakuta askofu pamoja na wale walezi wote tunakula na wale vijana wetu, kungekuwa nakula? Hapana. Hakikuwa nakula, maana tungesema yaende huko. Lakini kama tukishakaa mezani pamoja, ni ishara ya umoja na upendo, tunaungwa katika lile tendo la kuwa pamoja. Kumbe sasa vijana muone jinsi ambavyo mnapendwa, lakini nyinyi hampendeki. Lakini mimi naamini mtapendeka tu. Si kweli kwa hiyo mimi naomba muelewe hapo. Lengo langu hapa tuna walezi wengi. Ni kuna nini kusema tu ni kwa nini nawaita. Si kwa sababu hata mlisema. Iko katika mpango. Na mwaka ujao mtaitwa. Na mwalio wengine waje wote, maana hivyo viti vimewekwa huko. Tukiwa tunajua kwamba mtajaza hivyo viti na tutaongeza. Sasa wako wapi sijui. Waiteni waje. Wanaitwa kwa nia njema kabisa. Waiteni waje kwa nia njema kabisa, tuweze kwetu pamoja, tuseme sasa sisi watu ambao wote ni watu, tuishije, ni wapi tumekosea, watoto wetu wa Mungu tumeomba kwa mfano sura ya Mungu, tufanyeje tuweze kuishi vizuri zaidi kama watoto wa Mungu, tufanyeje hofu ya Mungu itawale kwetu, potri ambaye sisi ni wadini wa aina gani, lakini hofu ya Mungu ni kwa kila mwanadamu aliumbwa kwa mfano sura ya Mungu. Basi tuko hapo wapendwa, karibuni sana, na walezi wengine wataendelea na mafundisho yao. Tumsifu Yesu Kristo. Asante, makofi tena ya kutosha kwa Bwana Askofu. Tunashukuru kwa ufunguzi huu. Basi kwa dakika chache